Ni vigumu kupata maneno ya maelezo katika msiba mzito kama huu wa mtu aliyegusa maisha ya wengi kama ilivyoelezwa hapa. Naomba mniruhusu nami niungane na wengine kuwashukuru watu wote ambao kwa namna moja au nyingine wameshiriki katika kushughulikia msiba na kumstiri ndugu yetu huyu. Shukrani za dhati kwa viongozi wetu wa dini kwa maombi na misa tangu kutokea kwa msiba huu hadi hapa tunapomuaga. Ndugu zangu, katika maisha ninayoyafahamu ya marehemu Jenista Mhagama, sitosita kusema alikuwa kiongozi jasiri na mlezi wa wengi ndani ya bunge na ndani ya serikali, aliyejitoa kwa dhati kuwatumikia wananchi wa jimboni kwake, lakini pia na taifa kwa ujumla. Katika maisha yake ya utumishi, alisimama imara kutetea haki, maendeleo na usawi wa watu aliowaongoza. Alikuwa nguzo ya matumaini kwa wanawake na vijana, na mfano wa uongozi uliotawaliwa na nidhamu, uadilifu na hofu ya Mungu. Nashukuru Mungu leo ndani ya kanisa hili nimepata kuyajua vizuri sana maisha yake ya kiroho, ya kidini. Nashukuru sana. Nilikuwa namfahamu kwa maisha yake ndani ya serikali na ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Jenista alikuwa ni mwalimu kwa taaluma na mwalimu katika uongozi. Alitumia kipawa chake cha ualimu kulea na kusimamia mawaziri, akiwa mnadhimu au chief whip, katibu wa kamati ya wabunge wa CCM au party caucus, na mwenyekiti wa bunge. Wabunge na mawaziri walimheshimu na yeye alijiheshimisha. Katika nafasi zake hizo ametoa mchango mkubwa sana katika chama, bunge na baraza la mawaziri. Yeye ndiyo mtu pekee katika historia ya nchi yetu aliyewahi kuvaa kofia mbili za katibu wa kamati ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi na mnadhimu wa serikali bungeni, na kofia hizo zilimtosha na kumwenea sawa sawa.